Mahusiano yako kuvurugika mara kwa mara sio mpango wa Mungu. Magomvi ya kwenye ndoa yanayojirudia kwa sababu ndogo ndogo sio mpango wa Mungu. Kuwa na mahusiano ambayo hayafikii hatima ya ndoa sio mpango wa Mungu. Unatamani kuingia kwenye ndoa, una sifa za kuwa mwanandoa, lakini vizuizi vinainuka, vinazuia kabisa wewe kuingia kwenye ndoa. Ikiwa unapitia mambo haya na unahisi kabisa una sifa zote za kuwa mwanandoa, lakini vizuizi vinakuwa ni vikubwa, hasa unapotaka kufikia hatima ya ndoa, au kama uko kwenye ndoa, magomvi yanakuwa ni makubwa, uzao umefungwa, amani hakuna, maisha yenu ya ndoa yamekuwa ni ya furaha ya vipande vipande, furaha ambayo haidumu kwa muda mrefu, kuna haja ya kuzingatia mambo haya na kulielewa jambo hili. Katika ulimwengu wa roho kuna pepo anayeharibu ndoa za watu, mahusiano ya watu, mabinti kwa vijana, wababa kwa wamama. Anaitwa spiritual husband, mwanaume wa kipepo au jini mahaba. Jini mahaba limekuwa ni pepo linalofanya kazi kwa nguvu kubwa. Ninamshukuru Mungu kwa sababu nimekuwa na shuhuda za watu ambao walikuwa wamefungwa maeneo haya na baadaye wakafunguliwa, wakaleta ushuhuda namna pepo hili linavyovuruga mambo na lilivyokuwa linafunga mambo. Nipe nafasi kidogo nikueleze na nikuombe. Yesu wa mbingu na nchi atakufungua. Jini mahaba ni pepo linalofanya kazi katika ulimwengu wa roho. Linaweza kuvaa sura ya mtu yoyote ili kutimiza kile ambacho linataka litimize kwako. Pepo hili linahusika na mambo ya kindoa au linahusika na mambo ya zinaa. Utajueje kama una pepo hili? Na likiwa ndani ya mtu linafanya kitu gani na kitu gani? Acha nikuelezee. Mtu ambaye ana jini mahaba, kama ni mwanamke, hayuko kwenye ndoa, pepo hili huwa linazuia na kufunga mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, mtu mwenye jini mahaba mara nyingi anakuwa na hasira sana. Hasira zako zitakuwa ni za haraka na unakuja kujutia baadaye. Lakini kuna wakati unakuwa na maamuzi ya haraka, una hasira zimekukaa kiasi ambacho unashindwa kujizuia. Yaani ukatamani ufanye jambo lolote lile ili mradi tu hasira zako ziweze kutimia. Jambo la pili, unaweza ukawa unapata watu kwenye mahusiano ambao wakitaka wafikie hatua fulani ya kukuoa, mambo yanavurugika. Itatokea sababu yoyote ile, mambo yatavurugika. Au utapata wanaume ambao ni waume za watu na wanakuja kwako kwa nia kukuchezea. Au utajikuta umekuwa kwenye mahusiano, lakini mahusiano yako yanakuwa na magomvi yasiyoisha, na sababu za ugomvi hazieleweki. Lakini pia mtu mwenye jini mahaba anakuwa ni mtu ambaye amefungiwa kwenye uchumi. Utakuwa unajitahidi kufanya biashara hiki na kile, unajitahidi kufanya kazi, lakini linapiga uchumi, linapiga maendeleo, linapiga hatua, kwa sababu jini mahaba linajua ukifanyikiwa kuna mahali utaweza kulishinda. Kwa linajua kwamba ili likukamate na likupate vizuri, linatakiwa likupe mawazo. Yani uwe ni mtu mwenye mawazo mengi, uwe ni mtu ambaye unaweza kujitenga, unakaa mwenyewe ili lipate muda wa kutawala. Jini mahaba lina kawaida pia ya kufunga vitu katika ulimwengu wa roho. Linaweza kuchochea aina fulani ya ndoto za kuingiliwa. Kuna mwingine anaweza kawa na jini mahaba ambalo linampelekea awe na hisia za kuingiliwa na mwanamke mwenzie au kumwingilia mwanamke mwenzie. Kama ni mwanaume, basi anakuwa na hisia za kumwingilia mwanaume mwenzie. Na mwingine anaona kabisa kwamba kuna mtu anakuja kwa sura fulani anayojua au asiyojua, mara kwa mara anamwingilia, na unahisi kabisa hisia za kibinadamu ambazo zinapelekea unashindwa kujizuia. Baada ya hapo, ukifanyishwa hicho kitendo, kama ulikuwa una jambo fulani ambalo lilibidi lilete mafanikio, halitafanikiwa. Kama kulikuwa kuna mahali uliahidiwa kazi haitafanikiwa. Kama kuna mahali ulikuwa umeweka jambo fulani lifanikiwe, ukisha chafuliwa haliwezi kufanikiwa.
Jini mahaba ni kitu cha kukikataa kabisa. Linachochea, utaweza kujikuta unaota ndoto unanyonyesha kama ni mwanamke. Unaota ndoto unafungishwa ndoa. Unaota ndoto ni kama uko baharini, umevikwa crown. Unaota ndoto unatembea uchi. Jini mahaba linavuruga mambo mengi. Jini mahaba linatesa watu. Linafanya mtu maisha yako uyachukie. Muonekano wako na maisha ambayo utakuwa nayo ni vitu viwili tofauti. Watu ambao ulianza nao na wengine ambao umekuwa nao wanaweza kukuacha alafu ukabaki pale pale. Kuna wakati nakupa kujiamini na kuona kwamba ndio maisha hapo namna hii, lakini linakuchelewesha. Linakuchelewesha kwa sababu kuna wakati litakutumia alafu litakuacha. Hautakuwa na nafasi nyepesi tena. Utakuta mambo yako yamekuwa ni magumu. Utakuta unakuwa ni wakuzalishwa na kuachwa, ni wakutamaniwa na kuachwa, kwa sababu huwa linafanya usiwe na kibali cha kuonekana kuwa ni mke wa mtu. Linaondoa vazi la mke wa mtu. Linaondoa vazi la kuonekana kuwa mke. Unaonekana kuwa kahaba, unaonekana kuwa ni mwanamke rahisi ambaye unaweza kupatikana kwa namna nafuu, ingali ndani ya moyo wako una matarajio ya kufika mbali. Jini mahaba ninakulikataa kabisa. Ninakulikataa kabisa, kataa kabisa, kataa kabisa. Unapoona mambo haya, usione ni ndoto za kawaida na usione maisha yako ni ya kawaida. Kwa sababu utazuiliwa kwenye vitu vingi, utatumia nguvu kubwa, alafu utaona mpenyo. Ikiwa uko kwenye ndoa, jini mahaba linaweza likampata mwanamume au mwanamke. Linaweza kusababisha mateso au matatizo ya magomvi ya mara kwa mara kwenye ndoa. Lakini pia huwa linasababisha magonjwa ya mambo ya uzazi. Kukosa mtoto kwa muda mrefu, kuvuruga siku za mwanamke, kuweka magonjwa ya uvimbe, kuweka magonjwa sugu ya mateso ya zinaa, kwa sababu wakati mwingine kama ukiwa mke wa mtu au mume wa mtu huwa alitaki mkutane mara kwa mara, hasa pale ambapo linakuhitaji. Kwa hiyo ili iweze kukupata vizuri inabidi likuwekee tatizo, ambalo tatizo hilo litafanya msiwe na kukutana mara kwa mara, ili lenyewe litumie nafasi hiyo kukutana na wewe. Kuna wanaume ambao pia wako na jini hili mahaba. Unaota ndoto nyingi uko na mwanamke unafanya naye zinaa, na imekuwa inajirudia rudia kwako mara nyingi, na baada ya kuota ndoto hiyo mambo yako yanaharibika, vitu vyako vinaharibika. Wakati mwingine ukaribu wa wewe na mama unakuwa haupo kama wewe ni baba. Unakuwa huna hisia naye. Wakati mwingine linaondoa nguvu za kiume kwa kina baba. Na linakuja kwa njia kama mwanamke mzuri ambaye ni wa hisia zako. Na wakati mwingine inaweza ikakupa utumwa wa kujichua au masturbation. Kwa unajikuta una mke lakini bado ni kama unahitaji ujitosheleze tena. Na unaweza kukuta wewe ni mke wa mtu lakini bado unahitaji ujitosheleze tena. Mungu akusaidie. Somo hili huenda likawa ni refu, lakini kwa hapa nafikiri unaweza kupata tathmini ya wewe uko wapi. Na kama maombi haya yatakufaa, tulia eneo zuri tuombe pamoja. Lakini kama hayakufai, unaweza kumtumia mtu mwingine yakamsaidia zaidi. Nataka nikuombe. Si kila kuchelewa kuingia kwenye ndoa ni kwa kawaida. Vingine ni vitu katika ulimwengu wa roho. Ninahudumia watu kwa njia mbalimbali. Nimekuwa ninaona watu walivyofungwa eneo hili. Nimekuwa ninaona maelfu na maelfu ya watu walivyofungwa eneo hili. Hili ni eneo ambalo shetani anafanya bidii kila siku kuongeza watu. Na kama mtumishi wa Mungu, nahitaji nikuambie ukweli ili uweze kushinda vitu hivi. Zaidi ya hayo, jitenge na kuwa na uchungu, kwa sababu ni lango la hili pepo. Uchungu, kuumia na kukubali uchungu. Kuna baadhi ya mambo yatakama ni makubwa kiasi gani, yanakuumiza kiasi gani, usiyachukulie kwa ukubwa ule. Mengine yachukulie kama jambo dogo, alafu ruhusu lipite. Mungu atakusaidia. Ikiwa uko kwenye ndoa, yani kama tayari uko kwenye ndoa na unahisi hii shida pengine unaweza kaa nayo, uweka mkono wako kwenye paji lako la uso. Na kama hauko kwenye ndoa,
na unahisi una shida hii, nisaidie kugusa maeneo yafuatayo litakalokuwa jepesi kwako au utakalosikia amani. Eneo la kwanza, nisaidie kugusa kidole kile kinachovikwa pete. Eneo la pili, unaweza kugusa kwenye tumbo lako chini ya kitovu. Ni maeneo ambayo yanaweza kunisaidia kukupa muunganiko au kupata muunganiko wa maombi ya ufungulivu. Omba rehema na msamaha mbele za Mungu. Si kila ambaye uliwahi kutana naye ni mtu mzuri. Jini mahaba linaambukiza. Kuna wale ambao unaweza kukuta ulikutana nao kimwili, wakakuchafua, wakakuingizia pepo hili. Muombe Mungu rehema. Muombe Mungu msamaha. Muombe Mungu akusamee. Muombe Mungu akupe neema nyingine. Jambo lingine, kataa hiyo hali. Kataa, yani kataa hilo pepo, vunja huo mkataba, vunja hiyo ndoa katika ulimwengu wa roho. Sema mimi sijaolewa na madhabahu za ulimwengu wa roho, sijaolewa na jini mahaba, sijaolewa na jini mahaba. Uwe ni baba unanisikia, uwe ni mama, ili jambo linatuhusu wote. Ili jambo linatuhusu wote. Kataa kabisa, kataa. Na kama kuna eneo ambalo unahisi huwa unaathirika zaidi na hili pepo, kama napoendelea kuomba, kadri napoendelea kuomba, unaendelea kugusa eneo hilo, unatoa, unakona kama unapukuta, unatoa kwamba navua kila ambacho umeniunganisha nacho. Navua, na unawasha mwili wako moto, ili yakija yakute umewaka moto, yakute mwili wako ni moto. Tunaingia kwenye maombi. Baba Mungu, kwa jina la Yesu, naungana na nafsi ya mtu huyu ambaye amegundua kuna mahali anahitaji maombi. Jini mahaba sio kitu cha kukitaka. Nami ninakupinga katika jina la Yesu. Kama ilivyoandikwa kwenye Yakobo 4:7, basi mpingeni shetani naye atawakimbia, na tumtii Mungu. Nami nakupinga ewe jini mahaba, unanisikia, na kuamuru mwachie mtu huyu. Wewe unayemotesha ndoto mbaya, wewe unayezuia asipate ndoa, wewe unayefanya magomvi kwenye ndoa, wewe unayefanya mambo yawe yanaharibika, unayekamata uchumi, na kuamuru kwa jina la Yesu. Haijalishi umefunga wapi nafsi ya mtu huyu, haijalishi umemweka baharini, haijalishi ndoa hii alifungisha nani, au alifungisha mchungaji katika ulimwengu wa roho, wale wachungaji wa kipepo, makuhani wa giza, au mashehe wa kipepo, naamuru kwa jina la Yesu wakuachie. Haijalishi kio kimesindikizwa jambo hili au limesindikizwa na madhabahu gani, haijalishi ni kwa uchawi gani, haijalishi ni madhabahu ya vitabu au mapepo ya vitabu au uchawi wa vitabu, napangua kwa jina la Yesu. Navunja hizo madhabahu, naamuru ukombolewe kwa jina la Yesu. Haijalishi unaitika kwenye bahari gani, haijalishi ni madhabahu gani, ni pepo gani na usindikizwa na nani, nalivua ndani yako ewe jini mahaba unayekuja kwa njia ya ndoto, ewe spiritual husband, na kuamuru kwa jina la Yesu. Naamuru kwa jina la Yesu, wewe mwanamke wa usiku, wewe mwanaume wa usiku, anza kuondoka sasa, anza kuondoka sasa. Natuma moto, natuma moto, naachilia malaika wa moto hapo hapo lipo. Unaponisikia sauti hii, naisogeza mpaka eneo hilo, naigeuza kuwa moto. Naamuru muachie mtu huyu, navunja huo mkataba. Unasikia kusisimuka, unasikia machozi yanakutoka, unasikia kupiga miayo, unasikia kutetemeka, pengine kuna nguvu inapita kwenye mkono wako, unaona kuna vitu vinakuachia, kuna nguvu inapita kwenye tumbo lako, kwenye paji lako la uso. Natuma moto sasa, natuma moto sasa, natuma moto sasa. Navunja hiyo mkataba wa jini mahaba. Kataa hiyo ndoa, kataa mama, kataa baba, kataa mwanangu, kataa hiyo ndoa katika ulimwengu wa roho. Kataa, wakuachie sasa, wakuachie. Umefika wakati wa kuwa huru, umefika wakati wa kuendelea mbele, umefika wakati wa kupata maisha yako. Wewe uliyezuia uzao, wewe uliyezuia asiolewe, na kuamuru muachie. Toka kwa jina la Yesu. Anza kuungua, anza kuungua, anza kuungua. Naunguza uchawi wa vitabu, naunguza vitisho hivyo, naunguza madhabahu hizo, naunguza hizo nila, naunguza hizo kamba. Hakuna kumuongoza, hakuna kuongoza hisia zake, hakuna kumvamia. Anza kuungua, naunguza kwa jina la Yesu. Uliyekamata miguu kwamba asipige hatua, ukaweka mstari kwamba utamchukua unavyotaka, utamuendesha unavyotaka, na kata hiyo madhabahu, na kata hiyo madhabahu. Nasema muachie we jini mahaba, ewe jini unanisikia, na kuapisha ungua kwa jina la Yesu. Kwa manukato yako, kwa dawa zako, kwa vitu vyako, haijalishi kwa harufu gani unakujaga, haijalishi kwa rangi gani unakujaga, na kukemea. Naamuru kwa jina la Yesu, hiyo rangi unayopendaga, hiyo harufu unayopendaga, naivua kwa jina la Yesu ndani ya mtu huyu. Hiyo pete uliomvika, navua kwa jina la Yesu. Hiyo hela uliompa, nakemea. Naamuru kwa jina la Yesu, nakata hiyo mahusiano, nakata muunganiko, ukuachie kwa jina la Yesu. Natamka ufungulivu. Naona kuna mtu unafunguliwa, natuma moto. Wengine mmekamatwa
kwenye matumbo yenu, wengine kwenye viuno, wengine kuna vitu vinatembea tembea mwilini, naamuru vikuachie. Wengine mmekamatwa mpaka kwenye siku zenu, natuma moto. Wengine mlichukuliwa nguo zenu za ndani, natuma moto. Achia wewe jini mahaba, achia wewe jini mahaba, hautampata mtu huyu tena. Nakata hiyo ndoa, nakata hiyo ndoa, nakata hiyo ndoa, navunja hiyo ndoa, natoa hati ya taraka katika ulimwengu wa roho. Wewe ni pepo, unanisikia katika ulimwengu wa roho. Sauti hii ipenye, sauti hii ipenye mpaka kwenye vilindi vya moyo, mpaka mahali unapokaa. Haijalishi unakaa wapi, kwenye kichwa, kwenye kifua, kwenye kitovu, kwenye mgongo, kwenye kiuno. Naamuru ondoka, kwenye mkono ondoka. Toka na watu wako, toka na vitu vyako, toka na uzito wako, toka na mapepo yako, toka na matatizo yako. Achia uzao wake, atazaa. Umemtesa kwa magonjwa ya mambo ya kizazi, umemtesa kwa magonjwa ya mambo ya kizazi. Achia kiuno chake, achia nguvu zake. Leo naamuru achia, leo naamuru achia moto kwa jina la Yesu. Natuma moto mara 7, naongeza moto, naongeza moto, naongeza moto. Kataa mwanangu, kataa, 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 kataa hivyo hivyo, kataa. Sema na kataa, natoka, natoka kwenye ndoa hii, natoka kwenye madhabahu hii, natoka kwenye uzito huu. Toka kwa jina la Yesu. Na maroho ya hasira kuachie. Toka pepo la hasira, toka pepo la hasira, toka kwa jina la Yesu. Roho ya kujidhuru, roho ya kujikatia tamaa, naamuru kuachie. Roho ya kucheleweshwa, ondoka, ondoka. Moto kwa jina la Yesu, moto kwa jina la Yesu, kwa jina kuu la Yesu. Vikuachie, vikuachie. Endelea kuondoa, endelea kuondoa. Ondoa hayo mahusiano, ondoa mahusiano, ondoa hivyo vibaraka. Haijalishi anakuja na nani, awe nakuja na Makata, awe nakuja na Maimuna, awe nakuja na Subiana, na mvunja kwa jina la Yesu. Pigwa kwa jina la Yesu, pigwa kwa jina la Yesu. Sauti penye kama radi, ije kama radi kwako. Natuma radi, natuma radi, natuma radi. Wakuachie paka kwenye nyayo za miguu, wakuachie paka kwenye utosi wako, kwenye nywele za utosi. Wakuachie unayekaa kwenye macho, ilo jini nalokaa kwenye macho yako, macho ya giza, macho ya ukahaba. Naliondoa ilo pepo. Toka wewe jini mahaba kwenye macho yake. Toka, 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 toka kwenye ndoto. Chomoka, achia. Yes, funguliwa kwa jina la Yesu. Rudi kwa aliyekutuma. Haijalishi nani alikutuma, wawe ni makuhani wa kishetani, wawe ni wakuu wa dini wa kipepo. Wakuachie, wakuachie hiyo ndoa. Haijalishi nani ameisindikiza, haijalishi nani alikuwa mpambe. Leo ninaiamuru ivunjike na kutoa huko. Kuanzia sasa wewe si mke wa huyo, si mume wa huyo. Hauna muunganiko tena. Pokea ufungulivu, pokea ufungulivu, pokea ufungulivu, pokea ufungulivu. Kapenye kwenye njia zako. Usivurugiwe tena, usifungiwe tena, usizuiriwe tena. Pokea mpenyo, pokea wepesi katika jina kuu la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Nimekuombea. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa, na hakika maombi haya yamebadilisha kitu kwenye maisha yako. Rudia kila siku, hata kwa siku 7 itakuwa vizuri, kwa sababu hii ni dozi. Na ninakusi, unapohisi hali ya kuvamiwa na hilo pepo, anza kukemea, anza kukataa, au fungulia ya maombi. My dear, unayenisikia, mtu wa Mungu, hii haitakaa, itakuachia. Dumu katika mfululizo kwa muda fulani, hata wa siku 7 au wa muda fulani, atakuacha kabisa. Ninakuambia ukweli, yale ambayo yalikuwa ni kizuizi, utaenda kuona wepesi na badiliko. Uchumi wako utaenda kustawi na kuinuka. Ndoa yako itaenda kupata amani ya ajabu. Kuna vitu mlikuwa mwezi kukaa pamoja mkapanga, mtaenda kukaa. Kuna vitu ambavyo ulikuwa uwezi, unajizuia, unakuta unaweza kufanya hivi, vingine uwezi. Mungu atakusaidia. Kuna kucheleweshwa kuingia kwenye ndoa, umecheleweshwa kwa muda mrefu, unatamani uingie kwenye ndoa lakini upate watu sahihi. Mungu atakusaidia. Maombi haya yatavuta mtu sahihi. Sura yako inapokea nuru, utaenda kung'aa, utaenda kupokea muujiza, utaenda kupokea connection. Mahali ambapo ulikuwa unakataliwa, utaenda kukubaliwa katika jina kuu la Yesu Kristo. Unaweza kujiambatanisha na maombi haya kwa sadaka yako ya hiari. Si ya lazima, si lazima. Sadaka yako ya hiari ambayo unasikia ndani ya moyo, Mungu amenifungua, ninasindikiza maombi haya kwa sadaka yangu. Sadaka haifungui, ila sadaka inasindikiza maombi. Maombi ndio yanafungua. Yesu Kristo alifanyika kuwa sadaka kwa maisha yetu. Ili tosha. Sisi tunafanya kwa upendo na kusindikiza maombi yetu. Kama Kornelio aliambiwa, dua zako na sadaka zako zimefika mbele za Mungu, zimekuwa ukumbusho. Kwa hiyo sadaka zetu zinaenda kuongeza nguvu. Wakati mwingine ndoa hii au madhabahu hii ilikaa juu yako kwa sadaka za fedha, sadaka za wanyama, sadaka za vitu.
Sasa huwezi kukomboa kwa sadaka ya fedha. Kiwango ambacho utatoa huenda kisilingane na kiwango ulichofungwa, lakini kwa imani unajiambatanisha, kama vile Ibrahim alifanya kwa imani, kwa kumtoa mwanawe mpendwa anayependezwa naye. Lakini kwa kufanya hivyo, Mungu aliona imani yake na akamfanya kuwa baba wa mataifa na akamuinua na kumbariki zaidi. Unaweza pia ukanifuata moja kwa moja kwa namba ya WhatsApp ikiwa unahitaji uwasiliane na mimi. Karibu kwa namba iliyoandikwa WhatsApp. Sadaka ni hiyo namba iliyoandikwa sadaka. Hizi namba zote mbili unaweza kutumia kunipata, lakini zaidi nitafute kwa njia ya WhatsApp. Andika maombi ni dawa au andika chochote ambacho unahitaji kufunguliwa. Usisahau kuandika jina lako. YouTube channel